Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zifikie Habibu Mustafa, nabii wa umma, nabii ambaye ametimilizwa kwa ulimwengu wote, nabii ambaye ndio ataombea wanadamu shifa, siku ya masiku, siku ambaye mtoto atamtoroka mamake, na siku ambaye baba atamtoroka mtoto wake, na siku ambaye mama pia atamtoroka mtoto wake. Si mwingine Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema na amani kutoka kwa Allah zimfikie yeye na nyumba yake na masahaba zake na sisi ambao tumemfuata hadi siku ya mwisho. Ndugu zangu, madara zetu katika Uislamu, mabrothers zangu katika Uislamu, tuko hapa tena siku ya leo tukijaribu kuwahimiza kuweza kuangalia wale watu ambao wameingia katika dini. Na kwanza nasema kwamba on behalf of Salim Dawa ama Salama Dawa, hiyo majina yote ni yetu, Salama Dawa Group, tunawatakia Waislamu wote duniani popote walipo, wale wako hapa Afrika, wale wako Asia, wale wako Australia, New Zealand, wale wako katika nchi ya Europe, wale wako katika North America, wale wako katika South America, Waislamu wote kwa jumla duniani popote walipo, tunawatakia Ramadhani njema. Mwenyezi Mungu awape afya, waweze kufunga na kumaliza, na tuweze kusamehewa zote, na siku ya mwisho inshallah taala tutoke duniani tukiwa na shahada la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na Allah aweze kutuingiza jana ambaye alituahidi tukakae na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anbiya wengine. Kwa hivyo ndugu zangu, ni kwamba ni kuwakumbusha kwamba tulisema kesho tunapelekea watu wengine ambao pia ni watu mayatima. Tunaenda kwa mayatima. Jumapili tutaenda kuwapata watu wa kusilimu kule upande ya Kikuyuni kule kunaitwa Karai, na ni pahali huko, ni pahali kuna kasaulika sana. Hizi misikiti za mashambani huwa zinasaulika sana, na wale watu wako huko pia huwa wanasaulika sana, na huko ndio dawa inatakikana sana katika hizo huko vijijini kule. So kwa hivyo kesho tutaenda kwa mayatima, na tunaomba tuzidi kuendelea kutoa mpaka tuone kama ile lengo lilikuwa tukianza tulisema tunataka watu 200. Tupate ration ya watu 200. Tumepata ration kiasi, ile kimepata kiasi, nafikiri mmeiona, tumeupload juzi, tumeiweka, mmeona ni wale watu wamepata, lakini watu wengi hawana. Watu wengi hawana. Wallahi ni matatizo mengi, lakini watu wengi hawana. Kwa hivyo ingekuwa ni bora watu wazidi kutoa ili wale wapate, especially hao watu ambao wameingia katika dini wanakuwa na mambo, kunakuwa na tatizo mingi sana. Kuanzia nyumbani kwa kule ametoka, na pengine katika ile mazingira yako kwa marafiki pia anakuwa wana matatizo mengi. Kwa hivyo tungeomba tujaribu vile inavyowezekana. At least saa hii tunaenda kuingia ile 10 ya pili, ama sivyo mwalimu wangu? Kwa hivyo hii 10 ya pili ningeomba tuone kama tunaweza fikisha angalau hata wafike familia 100. Itakuwa ni bora zaidi. Itakuwa ni bora zaidi kwa sababu wengine ni wake ni wajane, hawana bwana zao, wanatakana pia wapate ration. Kama angekuwa na bwana angeenda kumshughulikia, lakini wako wengi na ni watu ambao wameingia katika dini. Kwa hivyo tufanye bidii sana, tuone kama tunaweza kuwasaidia tufikishe angalau familia 100. Familia 100, na tunaenda vizuri. Na mliona hata wale tulipeleka ile ration, tuliwapatia ration ambaye atapiga naye hiyo mwezi. Kwa hivyo hiyo mwezi mzima hawezi kusema ati nimekosa kitu ya kufuturu. Walipata sukari, wamepata tende, wamepata unga, wamepata mchele. So na hivyo ndivyo tulikuwa tunataka, na hiyo ndio ilikuwa lengo letu, na mpaka sasa lengo letu ni hiyo. Watu wapate ration ambaye itamtosha mtu kwenda mpaka mwisho wa Ramadhani, kwa sababu tukifika wiki ya mwisho tunakuwa na programu nyingine ile Zakatul Fitri, kwa wale ambao pia ambao inarudi kwa watu ambao wameingia katika dini. Kwa hivyo inakuwa ni programu hii tunataka tuimalize hii 10 ya pili, ndio tumalizane nao, ndio tukiingia ile 10 ya mwisho tunaingia Zakatul Fitri. Kwa hivyo tunaomba Waislamu, ndugu zangu, dada zetu, especially nyinyi madada, naona mnakuwa
pia mstari wa mbele sana. Naomba hawa pia ni madada zenyu ambao wameslimu na bado hawajapata ration mpaka saa hizi. Kwa hivyo tungeomba. Alafu ya pili, kuhusiana na nguo, tulisema mtu kama ako na nguo, uko na kanzu nzuri, uko na buibui nzuri, tutumie hizo nguo tuwapatie hawa watu ambao wameingia katika dini. Kama una uwezo wa kununua, unaweza ukaenda ukanunua. Kama uwezi nunua, sisi tunaweza kwenda ukatuambia, jameni, mimi ninunulia watu kama watu 20, waendeni wanunulie kanzu ama waendelee mbuimbui. Tena tununue na watawavaa, watavalishwa na tutawaonyesha ni kawaida yetu, nyinyi mnajua. So kwa hivyo tungeomba sana hawa watu wapate nguo. Na kama unaye nyumbani nguo nyingi, una mtu ako na nguo hata 50 kwa nyumba, si utoe hizo zingine hata nusu yake ulete tuwapatie hawa. Za watu, nguo za watoto, mayatima wanataka nguo. Mayatima, ukienda kwa mayatima unaona wanataka nguo, na watoto wadogo ni kama watoto wako wa nyumbani. So hizo zote ni jukumu ambaye tunajaribu kufanya, tunasaidiana sisi sote pamoja. Kwa hivyo ndugu zangu, naomba Mwenyezi Mungu awape afya, na wale ambao kufikia sasa wamekuwa na sisi, wametoa na tukaweza kununua hizo chakula na tukaweza kupeana, basi Mwenyezi Mungu pahali walitoa hizo pesa katika mifuko yao, Mwenyezi Mungu ajaze hizo mifuko zao, isipungue hata kidogo, sababu Allah anasema huwezi kuwa maskini kwa sababu ya kusaidia dini ya Allah. Ukitoa ndio Mwenyezi Mungu anakuzidishia zaidi. Kwa hivyo naomba toeni generously, na mkijua kwamba kile unachotoa ni sadaka tujaria na utaipata kwa Mwenyezi Mungu siku utakapotoka hapa duniani. Ndio nasikia mwanadamu anasema afadhali ningetoa zaidi kwa kile fadhila ameonyeshwa na Mwenyezi Mungu siku hiyo. Kwa hivyo acha niombe ndugu yangu Suleiman aweze kumalizia. Wa hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja, Mwenyezi Mungu ambaye ni watangu na tangu, hafidumu milele, haonekani ila dhati yake Mwenyezi Mungu, yeye ambaye ni uwezo unaoweza usiowezwa na chochote kilichowezeshwa, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, nabii wa watu wote, jemedari wa umma, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa, ndugu watukufu wa Kiislamu, ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile ndugu zetu katika imani kuweza kuwashukuru na kuwapongeza kwa hatua ambayo tumefikia sasa hivi, na zile hatua ambazo tunazidi kukanyaga siku baada ya siku kuelekea katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa ndio tunaingia katika 10 ambalo 10 tunaliita ni 10 la maghfira. 10 la rahma ambalo ni la mwanzo, 10 la pili ni 10 la maghfira, na 10 la mwisho linaitwa ni 10 la itqu minan nar. Kwa hivyo tunaingia katika 10 la maghfira, kusamehewa madhambi. Kwa hivyo kama ni 10 la kusamehewa madhambi, sadaka zenu Waislamu tunadhihitajia sana. Waislamu tunadhihitajia sana, kwa sababu kama hivyo ndugu yangu hapa, kaka yangu amesema ya kwamba tuna ratiba pana sana ya kwamba kutoka kesho kutwa mtondogoo tuna ratiba ambayo itakokuwa ni ratiba ambayo ni pana sana ndugu zetu katika imani. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tuzidi kushughulikia au kufanya wepesi zoezi hili la kuweza kuwashughulikia hawa mayatima, na vile vile kuwashughulikia hawa walioingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama vile tunavyosema, wallahi nyinyi kama unajua umezaliwa katika Uislamu, hauwezi ukajua vizuri changamoto ambazo hawa watu wa kusilimu wanadhipitia. Tunapitia shida nyingi, tumepitia mitihani mingi mno.
unakuta kwamba mtu ametengwa mpaka analiwa na wazazi wake, hawezi atakarithi, anaambiwa huwezi ukarithi, na kutoka leo wewe si mtoto wangu. Anafukuzwa mpaka nyumbani, kazi aliyokuwa anaifanya anafukuzwa au anaachishwa kazi. Kama alikuwa anaishi na marafiki, wanamuondoka, wanamkimbia, kwa sababu wanamuona kwamba akishakuwa Muislamu ni kama amekuwa mtu mwingine tena tofauti sana, ni kama kituko vile. Na vile vile unakuwa kwamba unatengwa, hata kama ni kazi ulikuwa unafanya, unakuta kwamba hiyo kazi utaifanya tena na kwa amani, au labda mambo mengine ambao utakokuwa labda kama ni hususan kama watoto wa kike, ambao unakuta kwamba siku za hivi karibuni watoto wa kike wameingia sana katika wengi katika Uislamu. Wallahi wana changamoto nyingi na wana changamoto nyingi. Kwa wanaume ni afadhali kidogo, kwa wanawake wallahi, kwa sababu nyoyo zao ni nyepesi na ni laini, wanapitia mitihani ambayo ni mikubwa tena ni mizito sana. Watu hawa sisi Waislamu, sisi kama walimu hatuna uwezo wa kuwachukua labda kuwaweka pahali ya kwamba tutakuwa tunawalisha na mtakuwa mnasoma dini ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Hichi ambacho tumekiwezesha, ambacho sasa hivi tunasema kwamba jamani, tuweze kuchangia katika dini ya Mwenyezi Mungu, tuweze kuwalisha hawa, na kama itawezekana, kwa sababu tunatarajia kwamba siku za mbeleni tupate ardhi, tuweze kujenga hata madrasa, markazi za hawa watu wa kusilimu, sehemu ambao watakokuja wanapata elimu zao, kwa sababu huko wanakokaa, wanakoishi kuna sababisha mpaka hata wanaritadi, kwa sababu wanaishi katika mazingira ambayo ni mazito, mazingira ambayo ni magumu, ndugu zetu katika imani. Kwa hivyo unakuta kwamba tunafanya kazi kubwa ya kuingiza katika dini, alafu tena akishaenda huko na kwenda nyumbani anakosa namna, anakuambia mimi nilikosa namna nyingine jamani. Ndio maana nimeamua kurudi katika dini ambayo nilikuwa, au nikatoka kwenye Uislamu, kwa sababu nimekuja akapigwa pressure, akasindikizwa, akashindikizwa kwa jambo fulani, akaambiwa kwamba labda utoke katika dini hii. Kama wadada wengine ambao tulikuwa tunawahoji siku za nyuma, na nyinyi clip zipo, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Wengine wanaambiwa kwamba kama hutatoka katika Uislamu wewe si mtoto wangu na uondoke hapa nyumbani kwangu. Mtu mwenyewe ana mtoto mdogo, anashindwa mtoto mdogo nitamlea katika mazingira gani? Sina kazi, sina mtu wa kuweza kunisaidia kumlishia huyu mtoto. Na ndio hapa wazazi wangu wameweza kunifukuza hapa nyumbani. Ndugu zangu wamenitenga. Wallahi unafikiria kwamba wanapitia mazito kiasi gani? Wewe uliozaliwa katika imani, uliozaliwa katika dini, wallahi nyanyua mikono kwa Mwenyezi Mungu kila siku, mshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe umepitia katika wepesi uliokuwa mkubwa sana. Wallahi hao watu wako tunapitia nao mitihani mizito na migumu sana, na ndivyo maana tulikuwa tunawalilia Waislamu ndugu zetu katika imani ya kwamba jamani, kama itawezekana nyinyi, kwa sababu wengine wanafunga mwaka wakati huu, kama vile ndugu yangu hapa Sheikh Hassan alikuwa anasema, wengine wanafunga mwaka wakati huu. Tunahitaji zaka zenu, na zaka hizi tunazihitaji ili tujiweze na sisi, ili angalau wakija kwa shughuli hizi ndogo ndogo bila kuwasumbueni nyinyi, tutaweza kukabiliana nazo. Hao ambao wanaokuja hatutakuwa tunasumbuka kila wakati usumbuko kama huu. Mtu una uwezo hata kumwambia jamani, kama ni hivyo njoo tunakukapangishia chumba hapa, tutakuwa tunakununua chakula, unakaa hapa ukiwa unatafuta ajira. Kama ni kibanda kama hicho cha kuuza sukuma, utakuwa unauza sukuma uweze kujitegemea na watoto wako. Hivi mnafikiria wanapitia mazito kiasi gani? Haya, wengine ndio hao unakuta kwamba mwanamke ameolewa, amekuja ameiona haki, alikuwa na mume wake. Hivi unafikiriaje akienda kwake nyumbani kwa mume wake? Wanaenda kule wanashindana, baada ya muda wakishashindana inabidi tena watengane. Wakishatengana inabakisha baada ya hapo, na aliyekuwa anatafuta ni yule mwanamume, kwa sababu hayuko kwenye dini, inabidi huyu mwanamke aondoke. Na ni hivi ndivyo haki ilivyo, na ndivyo tunavyoambiwa iwe hivyo. Kwa hivyo sasa akishaondoka na hakuwa kazi, tutamfanyaje huyu ndugu zetu katika imani? Tutamfanya nini? Wallahi ndio maana tunasema kwamba Uislamu, tufanye zoezi hili Waislamu, tuweze kusaidiana. Na nyinyi zaka, wallahi tusaidieni katika zoezi hili, tuweze kupata zaka. Walimu watano tuweze kupata zaka, tuweze kujijenga, tuweze kujiimarisha, tuweze kusimama, ili angalau wanaokuja wakiwa na dharura kama hizi ndogo ndogo, angalau tutakuwa tuna uwezo kukabiliana nazo, kidogo tutakuwa tuna uwezo wa kuweza kuzisuluhisha. Na shaka wangu amesema hapa kulingana na mavazi nguo tunahitaji sana, kwa sababu wengine hata nyinyi ni mashahidi, mmeona wengine tunawasilimisha, hatuna baibui, hatuna nguo yote ya stara ambayo tunaweza tukampa, hatuna mtandio, hatuna jarabib, hatuna nguo yote au vazi lolote la kistara ambalo tunaweza tukampa, kwa sababu hali yetu na sisi walimu ni taabani. Anasilimu halafu tena anaondoka hivyo kichwa wazi na suruali zake, kama alikuwa amevaa suruali, kama alikuwa amevaa nguo fupi, nguo ambazo ni mbaya, anaondoka katika hali hiyo. Waislamu tunaomba kwa unyenyekevu, wallahi hili ni jambo lenye malipo makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwa heshima,
tunaomba sana tukiwa na unyenyekevu mkubwa kwenu, tuweze kufanya zoezi hili, tuweze kufanya kazi hii ambayo ni kazi ya manabii, waliweza kuifanya manabii wote 124,000 tangu miaka mitume wote waliweza kuifanya kazi hii. Na kazi hii ni kazi yenye malipo makubwa, pamoja na kwamba watu wengi wanaidharau, watu wengi wanaiona kwamba sio kazi nzuri, sio kazi njema. Wallahi watu wengi wanaona kwamba Uislamu ni dini ya ajabu sana, hususan wasiokuwa Waislamu, na ile Uislamu unapigwa vita usiku na mchana. Hivi nafikiriangi hapa watu wataenda kuishi makwao wakiwa na hali hiyo, wanapigwa vita, wanavurugu, fujo, kejeli, kukebei, kudharauliwa na mambo mengine kama mpaka kunyuma, mpaka hata urithi manyumbani mwao. Wallahi tuna mtihani mkubwa sana, na hivyo tunaomba ya kwamba tuna mayatima ambao tunaelekea, na pia siku za kuanzia wiki ijayo inshallah kuna mayatima wengine pia tunatembelea. Inshallah tutaweza kuwapa ratiba siku, kwa sababu hatujafikia siku hiyo. Inshallah tutaweza kuwapa ratiba inshallah, tunaelekea wapi na wapi, tuweze kufanya biashara hii na Mwenyezi Mungu, biashara ambayo itaweza kutupatia pepo na itaweza kutuondoa sisi na moto wa jahannam. Tuweze kuwalisha hawa jamaa, tuweze kuwalisha hawa waliosilimu, tuweze kuwalisha hawa mayatima, kwa sababu ni jukumu letu. Tuweze kuwalisha hawa maskini, kwa ili sisi tuwe ni miongoni mmoja wao wale ambao tukaweza kuandikwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika haudhi ya Kauthar inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa afwan minkum jami'an inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri tumerudi tena. Nafikiri leo ni siku ya 10 ama ni ya 9? Siku ya 9. Siku ya 9 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni mwezi ambao ukisikia kitu kinaitwa Ramadhani, ukisikia Ramadhani, wale ambao hawaelewi, ukisikia Ramadhani ni mwezi katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu unaitwa Ramadhani. Ndio naona tuko mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu, na hiyo mwezi ndio mwezi hata watu wa zamani walikuwa wanafunga, sio sisi peke yetu, lakini tutaiangalia baadaye kule mbele. Kwa hivyo tuko katika siku ya 9 na bado tunaendelea na saumu yetu, na tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufunga mpaka tumalize mpaka mwisho. Kwa majina mimi naitwa Hassan na niko na kakangu hapa, kijana mdogo hapa, handsome boy. Sijui anasemaje, sijui anaitwa nani, sijui aniambie unaitwaje kakangu? Kwa majina ni Brian. Brian, wewe, mimi ni Muislamu. Sijui wewe na wewe ni nani? Mimi ni Mkristo. Asante sana. Kwani kuna ubaya? Ni pale mtu amechagua. Sawa, asante sana. Sasa kitu gani ambaye ungetaka kuwauliza Waislamu? Ama umesema Waislamu nikiwapata pale fulani lazima niwaulize swali hili kadha niweze kujua, sababu kuna mambo mengi sana ya Waislamu nyinyi hamjui, na vindu vizuri mnakuja hapa. Lengo la kuja hapa ni kwanza mjue Uislamu ni nini, na mtuulize maswali, usio ukaangalia kwa TV ukaamini mambo kama hayo. Mambo mengi nasemekana Waislamu wanafanya hivi. Ni vizuri tukiwa hapa live natuuliza, unaweza kupata ufahamu. Sasa swali gani na leo uko nalo? Swali langu la kwanza, sina maswali mbili leo, niko na moja peke yake. Asante sana, ilete hiyo moja. Mimi nauliza, mbona Mungu asiitwe Mungu, anaitwa Allah? Mbona Mungu asiitwe Mungu, aitwe Allah? Nafikiri kwanza kila watu katika hii dunia kuna vile wanamuita Mungu. Si ni kweli? Ni kweli. Kwa mfano kwa lugha yenu mnamuitaje? Kwa lugha yetu tunamuita God. Kwa lugha yenu, kwa lugha ya kabila yako mnamuitaje? Ni Mungu. Ni Mungu hivyo. Kabila kule umetoka. Pengine umetoka sehemu fulani ya Kenya, kuna vile mnaita Mungu kikwenyu. Tunamuita Mungu hivyo. Kikwetu ni Mungu. Kwenye mnamuita Mungu? Hiyo ni Kiswahili. Wewe ni mtu wa Mombasa? Unamuita Mungu, sawa. Sisi kwetu kwa lugha yetu ya nyumbani tunamuita Ngai. Wajaluo wanamuita Nyasaye. Wanamuita hivyo. Si ndio? Unaona? So jina Allah ni jina anasema yeye ni Mswahili, yeye si mtu wa Mombasa huyu. Na tena hakuna kabila inaitwa Mswahili.
Hakuna kabila katika Kenya, hakuna kabila kama hiyo Kenya inaitwa Mswahili, hakuna. Ni Kiswahili, ni language inaongelewa ya Kiswahili. Na hiyo language ya Kiswahili ni lugha ya taifa. Sasa lugha ya taifa hiyo Kiswahili watu wanaita tunasemaga Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio mwenye kuumba. Ukiweka tu Mungu peke yake haingiani vizuri. Kwa sababu ni Mwenyezi Mungu mwenye uweza. Ndio wafanya nini? So Allah kwa mujibu wa Qurani tunaambiwa ndio jina lake. Ndio jina lake na tunaambiwa katika Qurani 17:110 naomba usikie. Na Allah haina plural. Lakini majina mengine za Mungu zina plural. Kama Mungu unaweza kusema miungu, kweli Longo? Kweli. Kama God unaweza kusema gods. Ni kweli? Kweli. Lakini Allah haina plural. It doesn't have any plural. Mimi siwezi. Haina plural Allah. Siwezi sema iko na plural ama haina. Juu mimi sijui hiyo. Ndio tunakufundisha. Halina plural. Ndio sikia sasa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Unasikia? Tumuombe Mwenyezi Mungu. Sisi tumeambiwa kama Waislamu tumuombe Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Allah ni jina la Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi. Na tena hiyo jina ni jina tofauti sana kwa sababu nasikia maana yake. Qurani 112 1 mpaka 4. Na swali lingine. Ngoja kidogo nikumalizie hii kwanza. 11. No, 112. Class. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Tena huyu Allah ni mmoja peke yake. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Yaani viumbe vyote vya duniani inafaa kumuomba ule na kumtegemea kwa kila kitu. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Allah hakuzaliwa wala hakuzaa. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Na hafanani na kitu chochote duniani. Hana bibi, hana mtoto na hafanani na kitu chochote. Huyo ndio Allah. Mimi ningependa kuuliza sawa, lakini kuna kabila la Waislamu? Hakuna kabila la Waislamu. Uislamu ni dini. Sasa mbona dini Waislamu ni wafuasi wa Uislamu, lakini kila mtu akona kabila lake. Kwa mfano mimi ni Msapere. Umesema juu anaitango hala ni kulingana na kabila. Si kabila, ni dini. Ni dini ya Kiislamu. Waislamu wote duniani wanamuita Allah. Waislamu wote duniani. Na sisi wote duniani Wakristo wote na sio Wakristo lakini sio Waislamu tunamuita God. Sio kweli. Si kweli. Si kweli. Sababu ukienda kwa Faransa hawajui hiyo. Ukienda kwa Faransa hawajui mambo ya God. Hawajui. Kuna vile wanamuita. Ukienda kwa Spanish wanamuita kivingine. Ukienda kwa Portuguese wanaita kivingine. God ni bahari. Ukienda kwa Wayahudi hapa Israeli hawajui God, mambo ya God. Ukienda kwa Chinese hawajui hiyo. Sawa, hawajui hiyo. Lakini hiyo inaitwa katika English speaking countries. English speaking country katika dunia. Mimi nimekuuliza. Especially English speaking Mimi nimekuuliza. Mbona Mungu asiitwe Mungu aitwe Allah? Ukaniletea mambo ya makabila. Mimi sijauliza kabila. Mungu si jina. Mungu si sifa. Allah ndio jina lake. Kusema Mungu ni sifa. Kwa sababu Mungu ukisema Mungu si ni sifa. Jina lake hasa original ni gani? Bado nyinyi hamjanielewa hapo. Mungu hawezi kaitwa Mungu kwa sababu Mungu si jina. Mimi umeelewa vizuri? Mungu ni sifa si jina. Jina la Mungu ni Allah. Allah ndio jina. Wewe ni mtu. Sawa? Mtu si jina. Mtu ni sifa. Lakini una jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa Brayo. Sasa Brayo ndio jina lako. Brayo ndio jina lako. Kwa mfano kuna rais, si ndio? Rais hawana jina? Wako na majina zao. Wana majina zao. Rais inakuwa ni sifa, lakini kila rais ako na jina lake. Waziri ni sifa. Na jina lake. Nafikiri umeelewa, umefahamu? Kwa hivyo mimi ndio sikuwa nimeelewa. Wewe ndio uko umeelewa. Kakangu. Wewe uko umeelewa. Swali hiyo nyingine? Swali langu limeisha, lilikuwa hivyo. Ilikuwa hiyo peke yake. Wacha nichukue nyingine. Naam, kwa majina mimi naitwa Hassan. Naitwa Maxwell. Maxwell. Karibu sana Maxwell. Ni swali gani ambayo ungetaka kuuliza Waislamu jioni ya leo?
So unajua nimekaa hapo kando nikasikia kuna vile mmedanganya kidogo. Tumedanganya nini? Kwa kusema Mungu anaweza kuitwa miungu. Mungu na miungu ni vitu mbili tofauti. Mwalimu amesema Mungu haitwi Mungu, anaitwa Allah, kwa sababu Mungu, ukisema Mungu ana wingi, unaweza kusema Mungu mmoja, mingi inaitwa miungu. Kwa hivyo Mungu ana umoja na ana wingi, lakini Mungu ambao Waislamu tunamwabudu anaitwa Allah kwa sababu Allah haisarufiki, haina wingi wake, ni umoja tu. La asha, na kupinga. Mungu hana wingi. Mungu ni Mungu, hana wingi. Na Mungu, that's enough. Mungu ni Mungu. Jina la Mungu unasema ati kama president, ati President William Ruto, la asha. God is a noun. Jina lake ni gani? God. No gods. Gods maybe kama unaongelea gods za mbuzi. But God hana wingi. God ni wewe kwa mujibu wa nafikiri wewe umesoma. Wewe umesoma kwamba ulikula karo bure wazazi wako. Nauliza hivi, isije ikawa kukejeli au kitu kama tusi, kwa sababu ukiniambia ukisema God ukisema God haina wingi utakuwa unatudanganya, kwa sababu ukisema God unasema gods. No, God haina gods. Hebu nifungulie kwa Biblia pahali ambapo ameandika gods. Ndio Biblia hapa. Si kuna miungu ya masanamu. Nitafutie pale ambapo wamesema God. Tubishane. Si kuna miungu ya masanamu. Naongea na mwalimu, utubishane. Tunasema hivi, kuna miungu ya masanamu. Sinaitwa miungu. Hiyo ni miungu ya masanamu. Umekuja vizuri, miungu ya masanamu. Miungu na Mungu ni vitu mbili tofauti. Acha tutoe haya. Kwa nini tushinde? Miungu na Mungu ni vitu mbili tofauti. Tulia. Ndio maana nimekuuliza umesomea wapi, kwa sababu nilikuwa na maana yangu. Inasema 21 mwalimu wangu, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Miungu. Yani mimi ni Mungu. Usimwabudu miungu. Miungu ni vitu ambavyo watu wanakuwa na kama miungu. Kuna God na gods. Ukienda kuna watu wanaabudu ng'ombe. Hiyo ni miungu, si Mungu. Sasa shida iko wapi? Bro? Mungu hana wingi. Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Usimwabudu Mungu mwingine ila mimi, kumaanisha hakuna Mungu mwingine. Mnanipata? Ngoja kidogo. Angalia, unaongea na wale watu ama unaongea na mimi? Nauliza. Ngoja kidogo, wewe tulia baba. Kidogo tu baba. Nauliza hivi. Wewe unaongea na mimi ama unaongea na wale? Sisi tunaongea sisi wawili. Sawa. Turudi pale katika maana tuendelee. Masala ya Mungu, tumesema hivi. Mungu inatumika jina moja, sawa? Ama Mungu, sawa? Lakini tunaona hata Biblia imesema msiwe na miungu mingine. Kwa hivyo kunajulikana kuna miungu mingine ambayo ni ya masanamu na vitu zingine. Hiyo ni miungu lakini si Mungu. Tukubaliane kitu cha kwanza. Tumesema miungu mingine, tunasema miungu mingine. Kuna miungu, kuna tofauti kati ya nataka tukubaliane neno moja. Kuna tofauti kati ya miungu na Mungu. Tunaamini Mungu ni mmoja. Sasa utaniambiaje Mungu ako na wingi na Mungu ni mmoja? Okay. Kama Mungu ni masanamu. Kwa hivyo wewe unaamini Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Sasa tunapigania nini vita? Vita gani tunapigania? Kwa Kiingereza wataitwaje hao? God au gods wataitwaje? Ngoja ni mwalimu. Na kuna gods. Mwalimu tulia. Kwanza mambo ya miungu tusirudi huko. Swali lake alikuwa ameuliza, tukamueleza kwamba Allah haina pururo. Hakuna vile inaweza andikwa ati kuna ala mwingine wengi ala wakiwa wengi. Hiyo ndio alikuwa anauliza swali lake na tukaweza kumjibu na tukamaliza. Kwa hivyo tutoke hapo kwa sababu tukishinda hapo tutakaa sana kwa muda mrefu. Sasa akakwambia kuna miungu. Kuna miungu. Unaona huyu ndio anasema. Yeye ndio anasema. Miungu iko ni mtu anapoabudu kitu kama ng'ombe nini, hiyo ni miungu. Kumbe unaelewa. Sasa umeshaelewa. Basi sasa tutoke huko sasa. Tutoke huko sasa. Kwa dini ya Wakristo Mungu ni mmoja. Kwa dini ya Wakristo Mungu ni mmoja. Una hakika? 10 commandments tumeyapatiwa hapo hivyo, amri 10 za Mungu.
Mungu ni hakuna nini, kuna mafundisho ambaye nimefundishwa kinyume na hiyo. Na hadi kwa Biblia Romans 16:17 inasema nini? 16. Hiyo ndio swali lako ama Swali lako sasa ni gani? Ndio naulizia hapo swali. Hakuna hata swali, kwanza nataka tu msome. Nikulalamika na nini? Unasoma hiyo tu andiko lake, msomee tu mwalimu wangu. Msomee. 16:17. 16:17. Ndugu zangu, nawasihi waangalieni wale wafanya fitina na mambo ya kukwaza kinyume na cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe. Kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Maana utii wenu umewafikiria watu wote. Basi nafurahi kwa ajili yenu. Mpaka ngapi bro? Acha tu hapo. Au muulize hapo imesema nini? Ndugu zangu, na waangalieni wale wafanyao vitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza. Sasa sisi kulingana na mafundisho ambayo nimejifunza, si imeniambia hapo nijiepushe nani ama haina Mungu hapa. Huyu hakuna kitu. Unaona hata ngoja kidogo. Atia. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Evans. Evans Evans, wewe unaonekana young sana. Uko na miaka ngapi? 21. 21 umeenda? Wewe umeshakuwa mkubwa basi. Karibu sana Evans. Uliza swali lako tuone kama tutaweza kujibu. Ikitushinda tunaenda kuuliza sheke huko msikitini. Yangu tu ni kuenquire. Nimesikia ukiambia ule jamaa Mungu ni mmoja na anaitwa Allah. Sasa ndio nilikuwa nasema sio Allah ni jina ya Kiarabu ama Allah hatuwezi kusema ni jina la Kiarabu kwa sababu ni jina ambaye inatumika katika ulimwengu mzima. Ni jina la Mwenyezi Mungu. Ingawa imetajwa katika language ya Kiarabu. Kwa sababu sound hivyo Kiarabu. Hata Wakristo, unaona Wakristo Waislamu wanamuita Mwenyezi Mungu Allah. Wakristo Waarabu wa Kristo. Wanaona wale Waarabu wale wa Kristo wanamuita tu Allah. Yaani jina hiyo ibadiliki. Hiyo ni jina unique sana dunia mzima. Na ndio jina ambaye inatumika sana duniani kwa kumuita Mungu. Unaona? Na hata Yesu alimuita hili jina hilo linakaribiana na hilo. Alimuita hiyo jina tu inakaribiana. Ni vile tu wale Wayahudi walikuwa wanasema ela. Na baadaye kusema Allah wanasema ela. 27:45 kitabu cha Mathayo. Ilikuwa ni jina moja tu. Lakini wale matamshi yao inakuwa ni hilo jina. Yesu alifundisha hilo. Alifundisha jina la Mungu, anasema anamwambia Mungu, jina lako nimewafundisha watu wale walionipa katika ulimwengu huu. Aisha 27:45. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakitani? Yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Kumbe Yesu alimuita namna gani? Mungu wangu. Jina ile alitumia hasa, alitumia jina gani ile lugha alikuwa anatumia? Eloi. Angalia Eloi na Allah zimeachana wapi? Sasa katika Kiyahudi herufi e hamna. Kuna a i u kama Kiarabu. Kwa hivyo alimuitaje? Hakunaga kwa lugha ya Kiarabu kwa Hebrew. Wayahudi hawana hiyo. Hamna hawana watumia sana watumia e. Kwa hivyo kama angetumia kama Waarabu angemuita Allah. Lakini amesoma Eloi. Unaona zimeachana mbali hizo kweli? Imeachana sababu unajua sasa hiyo lugha yao sijui, lakini sasa mimi inaitwa Kiaramu. Ni lugha ya Kiaramu. Kiaramu yani Aramaic language. Wakati Yesu alizaliwa walikuta kuna lugha inatumika pale wakati yake ilikuwa inaitwa Aramaic language. Kiaramu. Na Kiarabu na za Kiebrania zinakaribiana, ni mandugu. Hata utamkwaji wake zinafanana zote. Kwa hivyo hamnaga Yo bado hebu nenda ufanye uchunguzi zaidi alafu tena uangalie utajua. Swali la pili? Swali la pili ilikuwa nilisikia siku nyingine mkisema Muhammad ndiye alitumwa kwa makabila zote. Lakini kuna wengine walitumwa kwa kabila specific.
Sasa nilikuwa nataka kuuliza hao wengine, sababu Muhammad ndiye alileta Qur'an, hao wengine ni alitumwa kwa hizo kabila ni akina nani na mbona tusikiangi mkiwataja taja? Okay, swali yake iko mzuri. Anauliza amesikia hapa tukitaja mara mingi tukisema Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote, kabila zote duniani, lakini hao manabii wengine tunasema wametumwa specific kwa kabila fulani kama Waisraeli, unaona. So sio sisi tunasema, ni vitabu vinasema. Ushahidi unakuwa kwa upande ya vitabu, kwa sababu vitabu ndio inatuelekeza. Kwa sababu mimi nikisema mimi mwenyewe ama mwalimu wangu mwalimu Mweza hapa, nitakuwa ninadanganya watu. Lakini ni vizuri tuangalie kwa vitabu, kwa sababu vitabu vinaweza kutuguide na ituweke sawa. Unaonaje? Wacha tuanze na huo Muhammad kwanza, sababu umeuliza Muhammad, alafu tutakuja kwa manabii wengine. Kwa nini wakatuma wa kabila zao? Unaona? Sawa. Tuanze na Muhammad. Muhammad ametumwa wapi? Qur'ani 7:158. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote, Mungu ambaye ana ufalme wa mbingu na ardhi. Unaona? Muhammad kwa mujibu wa Qur'ani anaambiwa ametumwa kwa watu wote. Soma 21 alafu 21:7 alafu uende kwa maelezo yake. 107. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Unasemaje? Nasi hatukukutuma. Anaambia wewe Muhammad hatukukutuma. Hatukukuleta ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Enda maelezo yake. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Kwa hivyo hiyo ni Qur'ani. Na ni mingi sana hizo aya, tunaweza toa nyingi sana ambayo inaeleza Mtume Muhammad ametumwa kwa watu wote. Unaeleza? Wacha tumalizie moja ya mwisho. Sasa ni swali yangu. Wacha nimalizie tu, ndio mlikuja sasa hiyo swali. Swali hiyo ni pana sana. Hiyo swali lako ni pana kwa sababu unauliza kwa nini Muhammad atumwa kwa watu wote na hao wengine watumwa katika kabila moja moja. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Qur'ani ngapi unasoma? Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, sura Furqan. Sura 25:51. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Angalia, hapa Mungu anasema kama angetaka Mungu angepeleka kila town katika dunia hii, angepeleka a prophet pale. Kwa mfano hapa Nairobi kuwa na prophet, London kuwa na prophet, New York kuwa na prophet, Brisbane Australia kuwa na prophet, Moscow Russia kuwa na prophet, lakini Mungu akasemaje? Lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Kwa hivyo Muhammad kwa ujumbe wa Qur'ani ameletwa kwa watu wote. Na huo Muhammad hata kwa kitabu chenyu ako, lakini hamusomeagwi. Hata yuko lakini nyinyi mtaki kumchambua zaidi, na kwa sababu ya kumkataa katika ile watu kuwa na ignorance ya kumkataa, hawataki kumtafuta wajue kama yuko ama hayuko. Kwa sababu kwa mfano nikuulize swali, katika manabii waliotabiriwa katika Old Testament, wale manabii kuna nabii alitabiriwa kwa jina yake. Kwa mfano Yesu alitabiriwa katika Old Testament atakuja kuzaliwa, si ndio? Alitabiriwa na nini? Ilijulikanaje huyu nabii? Kwa sababu alikuwa ametabiriwa katika Old Testament. Amekuwa ametabiriwa kiaje? Atakuja kuokoa watu. The Messiah will be born. Wacha nikusaidie na hiyo aya moja tu. 5:2 Mika. Nataka usikize hiyo andiko, uniambie utabiri ni wa nani. Kuna mtu anatabiriwa pale, lakini Old Testament, lakini hajaambiwa ni nani, hata jina yake haijatajwa. 5:2 Mika. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu. Naomba uisikize kwa makini na uweze kuanalyze one by one. Bali wewe Bethlehem Efrata, kwanza hapa kumetajwa Bethlehem Efrata, ule mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda. Kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli. Kuna huyu atakuja kutawala wa Israeli na anatoka tunaambiwa anatoka Bethlehem. Sasa huyo ambaye anaambiwa katika Old Testament atatoka Bethlehem na atakuja kutawala wa Israeli, ni nani huyo? Huyo ni mimi kivyangu najua ni Jesus. Ni Jesus. Umejuaje ni Jesus?
Sababu yende alizaliwa Bethlehem na virgin vile tu wale. Kumbe kinachokujulisha ujue huo ni nani? Huu nabii ametabiriwa na mji. Si ni kweli? Na mji na pia mji ambayo inaitwa atafanya. Ngoja hata hajasema hivyo. Wamesema Bethlehem Efrata ulio mdogo mkamwe katika falme za Yuda. Huu mdogo kwa. Utatoka kwako mtawala katika tawala za unaona? So umemjua kulingana kwa sababu ya mji. Na kweli Yesu alipozaliwa, alizaliwa wapi? Huo mji umetajwa. Kwa hivyo ile utabiri imefanyaje? Imetimia. Hebu nikupe naye mwingine uniambie naye huyo ni nani? 21:13 Isaya. Uniambie naye huyo ni nani? Inasema ni kwa Old Testament tu bado. Ufunuo juu ya Arabuni. Hapa tunaambiwa revelation concerning Arabia. Ama ufunuo kutoka Arabuni. Wewe katika hiyo huo utabiri huo Arabuni unamlenga nani? Labda ni tuwe fair tu, kwa sababu hata umeniambia ile ya kwanza huyo Bethlehem ukajua ni Yesu. Na hapa kuna mtu tunaambiwa anatoka Arabia. Arabuni. Ni Mwarabu huyu. Nani huyo? Hebu niambie. Sasa hii hatuwezi mjua. Kwa nini huwezi kumjua na ule wa Bethlehem umesema ni Yesu na hajaandikwa ni Yesu? Sababu mimi sijui mtu anatoka Arabuni kwa nini? Kwa sijasome nisikie kwanza ndio ni German Muhammad. Na hili umejuaje ile ya Bethlehem? Sababu hiyo ni kitu inajulikana. Inajulikana aje? Si Yesu ndio alizaliwa huko. Kwa hivyo umemjua, kwa hivyo umejua sijasoma sijajua ni. Kwa hivyo hiyo ufunuo umejua dhurumu muji. Na hii ingine inatumia inchi. Kuna inchi ya Arabuni kutatoka ufunuo unajua ni nini? Ufunuo ni nini? Revelation. Inafunulia yako watu gani? Si watu. Wakina nani hawa? Amos 3:7. Tusikie ufunuo kwanza. Usifunge hapo mwalimu, enda Amos 3:7. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kumbe ufunuo unafunuliwa nani? Manabii. Na hapa tunaambiwa kuna ufunuo umetoka nchi gani? Arabuni. Kwa hivyo Arabuni kuna nabii atatoka wapi? Kutoka huko. Wewe kwa akili zako na research yako, nabii gani alitoka Arabuni? Muhammad. Lakini mimi Muhammad kwangu. Ngoja usiseme mambo ya kwako personal. Mambo fanya hivi, kuwa mtu ambaye ako neutral pande zote. Kwa sababu mimi ninakusaidia nikakutolea Mika 5:2. Huyu Yesu ametabiriwa atakuja kutokea mji wa Bethlehem. Si ni kweli? Na ikatimia. Hapa tunaambiwa katika Isaya kuna ufunuo, kuna mtu anafunuliwa katika Arabuni. Na tukaona ufunuo unafunuliwa manabii. Sasa huyu alifunuliwa na ni Mwarabu ni nani? Sijaisikia. Hujaisikia kwa sababu mdogo wangu utasoma saa ngapi? Huyu utasoma wewe kuambia mambo ya Muhammad. Wewe unafikiri wewe unategemea pasta msimame naye kanisani hivi akaanza kukuambia mambo ya Muhammad? Ate huyu ametoroa Arabuni ni Muhammad akwambie? Hawezi akafanya kitu kama hiyo. Si anajua ukijua ni kweli utachomoka. Utaanza kuwa na mashaka na hiyo. Utaanza kuwa na mashaka ushindwe. Kumbe kuna mwingine. Nikutolee nyingine ya pili. Kuhusiana na huyo Arabuni. Sijasoma sijasikia nasema. Muhammad alikuwa Mwarabu na ametoka katika nchi ya Arabia, yani Saudi Arabia. Ndio ametokea Muhammad. Kwa hivyo utabiri ukitabiriwa, walikuwa manabii wengine wanatabiriwa na nchi. Na mimi nakuongezea nyingine moja katika andiko nini? Waefeso 1:13. Ngoja nikuongeze nyingine moja. Inarudiwa hiyo andiko mara 3. Arabia. Kutoka Arabuni. Lakini hiyo mfundishagwi. Ule jamaa hawezi kukufundisha. Hiyo mambo kama haya Muhammad hawezi. Soma 1:13 ya Efeso mwalimu wangu. Inasemaje? Nanyi pia katika huyo. Unasikia? Huyo unajua huyo hatujui ni nani? Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Kuna Roho wa ahadi ambaye ni mtakatifu. Huyo Roho ametoka wapi? Ndiye aliye Arabuni ya urithi wetu. Haya, kumbe huyo Roho analeta wokovu hapa duniani na ni mtakatifu. Ako nchi gani? Arabuni. Sasa nani alitoka Arabuni? Mimi kutaja mtu useme ate nimefix mtu, hapana. Tunaambiwa kuna Roho wa Mtakatifu ametoka Arabuni analeta wokovu.
Kwa tuongee tu na tuogope Mwenyezi Mungu. Tangu uzaliwe. Hiyo maandiko umeshaisomewa hiyo mimi nasoma? Sijaisomea. Wacha nikuongeze ya 3 Wagalatia 4:21. Kuongeza ndio ukitoka hapa uwe ni mimi sijafix mtu. Mimi nataka wewe mwenyewe kama nikitoa maandiko ufix mtu wa pale. Kwa sababu hii ambayo inafiti huo jamaa. Niambieni. Ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Ndio. Je, hamuisikii sheria? Ndio. Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Ibrahimu alikuwa na watoto wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili na yule wa mjakazi kwa ahadi. Mambo haya husemwa kwa mfano. Kwa sababu kwa maana hawa ndio kama maagano mawili. Hawa ni kama maagano mawili. Mmoja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa ambalo ni Hajiri. Endelea. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni. Kumbe hapa tunaambiwa kuna Sinai ngapi? Sinai moja ni ile ilikuwa Musa, sawa? Na kuna Sinai nyingine iko Arabuni. Sasa hii tunaona ni Musa alitoka hapa. Ile Sinai ya Arabuni nani katoka huko? Kwa sababu tumeambiwa ni magano mawili. Muhammad. Sinaona mambo iko wazi. Ni vile uwe somewa kabisa. Nafikiri hapo tumeelewana. Hiyo lazima niingie mizani. Sawa. Wewe zama ndani. Ni vizuri kusoma. Unajua pia kujisomea pia ni mzuri kwa sababu unajua mambo mengi. Hii mambo ya kungojea tu ati mtu akusomee, ati ndio utajua ati wewe hujui kusoma, ati mpaka mtu fulani akusomee. Kwani wewe si Mungu amekupa akili? Wewe soma hata wewe mwenyewe uje utafutie ukweli wa mambo, si ndio? Haya, swali lingine gani? Sasa kwa hiyo tu swali. Sasa manabii wengine teaching zao bado zinaambatana na Qur'an. Kwanza hata tujamaliza. Uliuliza Muhammad anasemekana ametumwa kwa ulimwengu mzima. Kwa nini hawa wengine watumwe kwa watu yao? Sasa turudi kwa Yesu kwa sababu ndio that is the point hiyo ndio inakuwa zaidi watu wako ndani yake. Si ndio ama sivyo? Turudi kwa Yesu. Sasa Yesu wacha tumuulize na yeye. Yesu naye atumuulize. Na wewe Yesu na wewe tumepata Muhammad ametumwa kwa watu wote. Na wewe Yesu ulitumwa wapi? Luka 9:19-10 Luka. Inasema mwalimu wangu. Watu msikie sasa. Usikie tu maneno yake tu. Kwa kuwa mwana wa Adamu katika Biblia tunajua ni Yesu. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Huyu mwana wa Adamu ambaye ni Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichofanyaje? Potea. Kilichopotea. Wewe umepotea? Hapana. Nilikuwa nimepotea lakini. Nauliza, sema tu ukweli. Wewe umepotea? Umepotea Haya, hicho kilichokuwa kimepotea, Yesu alikuwa amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea ni gani? Mathayo 15:24. Inasema mwalimu wangu. Akajibu akasema. Akasemaje? Sikutumwa mimi Yesu ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe kile ambaye alikuwa amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea ni kondoo waliopotea wa nyumba gani? Israeli. Mimi na wewe ni wa Israeli? Hapana. Kwa hivyo sisi hapo lakini si kwa ile utabiri si walisema hiyo. Tunamaliza bado hatujamaliza. Tunamaliza, ushahidi unafaa utoe ngapi? 3, si ni kweli? 13:23 Matendo ya Mitume. Inasema mwalimu wangu. Naam. Katika uzao wake mtu huyo. Katika huo ni Paulo sasa. Katika kule barua za Paulo, Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu. Hebu sikia maneno. Maneno iko very clear. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Huo mwokozi hatujaambiwa ni nani. Watu msikie ni nani? Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kumbe ahadi ya Mungu ni kuleta mwokozi kwa watu gani? Watu wake. Na kila siku mnaimba ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ahadi ya Mungu inavunjika? Hapana. Kwa hivyo kama ni ahadi ya Mungu, Yesu ni mwokozi kwa watu gani? Kwa Israeli. Wewe umo? Hapana. Nimesema ni 3. Nasema natoa ushahidi ngapi? 3. 19:27 Mathayo. Inasema kwenye kuandika. Inasemaje? Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Endelea. Yesu akawaambiaje? Amin, nawaambia kwamba ninyi mnifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12, mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kumbe Yesu, Paulo na Petro anamuuliza, sisi tumekufuata, nini tunapata, faida gani tunapata kwako? Akawaambia, nyinyi mlionifuata, nyinyi wanafunzi wangu,
atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, tutakaa pamoja tukihukumu kabila 10 na ngapi? 2 za Israeli. Unaona sasa yote inamrudisha kwa wapi? Kwa Waisraeli. Kwa Israeli. Kwa sababu alitumwa kwa wakina nani? Waisraeli. Kwa hivyo wewe kumng'ang'ania ni bure tu. Hata katika ufalme wake, hata katika ile New Jerusalem pia ni ya Waisraeli tu. Ama unakataa? 21:12 kitabu cha Ufunuo, sikia New Jerusalem. Kwa 21:11. Ndio. Wenye utukufu wa Mungu. Na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi kama kito cha yaspi. Anzia 9. Akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo ya mwisho. Naye akanena nami akisema, akisemaje? Njoo huku nami nitakuonesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Ndio tunasemaga Yesu akija ataoa, lakini mnyinyi mnasemaga hatawezi oa, na imeandikwa hapa ataoa. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Ule mji mpya New Jerusalem inashuka kutoka kwa Mungu. Wenye utukufu wa Mungu. Na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito cha thamani nyingi kama kito cha yaspi. Safi kama birauri. Endelea. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12. Kumbe huo mji New Jerusalem uko na milango 10 na ngapi? Tuendelee. Na katika ile milango malaika 12. Na katika kila mlango una muda wa kusimamia. Yaani wewe kama wewe si wa hiyo group, hiyo mlango huwezi ingia kwa sababu unasimamia pale, si askari anasimamia. Hapana, ni malaika anasimamia pale. Tena malaika hatujai waona, hatujui ukali wao uko vipi, si ndio? Tuendelee. Na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Kumbe kila mlango imeandikwa majina ya watoto 10 na ngapi? Sasa wewe uko wapi na mimi? Hatuyuko. Sasa ndio hivyo. Ndio hivyo. Bado nataka kuulizaje? Nilisikia kulingana na dini ya Uislamu, ukiwa hiyo dini utoke unafaa kuuawa. Ni kweli? Ati ukiwa kwa dini ya Kiislamu, ukitoka dini ya Uislamu ukauawa, unafaa uawe. Ulisikia wapi hiyo maneno? Nilisikia. Lakini watu kweli wanatuwekeaga watu wanatuwekeaga maneno mengi sana. Sasa sisi tuko na Waislamu wengi, kuna Waislamu kadhaa ambao wameacha Uislamu. Mbona wako huku na wanatembea? Wametoroka juu wanahofia maisha. Wapi? Urongo. Hata kuna wengine wanafanyaga mihadhara ambao wameacha wanafanyaga na watu. Hakuna mtu ameuliza mtu. Wanalipa pesa nzuri tu huko walikokwenda, inabidi uhamie huko. Kama alihama pale kwa sababu ya pesa, anaenda pale. Hakuna mtu anamuuliza. Hii nchi huwezi kugusa mtu, utagusa mtu muulize nini? Akitaka kwenda huko, akitaka kutoka hakuna. Hiyo mambo, unajua mambo ingine ni mambo inatakana mafundisho makubwa sana kwa sababu hii mambo ilikuwa inatokea wakati ya manabii. Wakati mnabii iko hai. Kuna watu ambao walikuwa wanatoka katika Uislamu na unajua zamani manabii wengi walikuwa wanapigana na maadui zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuua mtu kwa sababu ya kutoka katika dini. Na hakuna pahali Mtume Muhammad aliua mtu ati kwa sababu mtu ametoka katika Uislamu. Walitoka na Mtume hakufanya kitu. Hakuna. Hiyo usidanganywe na mtu ya kwamba ati ukitoka ati umeingia katika dini umetoka, kuna mtu atakuuliza. Waliandikiana na Makureishi ya kwamba Mtume aruhusu watu ambao watatoka katika Uislamu wasiguswe. Mtume akasema sawa. Aguswe kwa sababu alazimishi mtu katika dini kuingia. Kwa sababu dini yetu inasemaje? 5256. Dini sikia vile Uislamu inasema. Wewe lazimisha mtu wa Muislamu na nguvu. Kwani hata sisi ni watu wa kusilimu lakini hatukulazimishwa na mtu. Tuliingia. Kwanza mimi niingia nikiwa kijana. Miaka ya zamani huko. Nikiwa ali 30 something hapo. Wengine wanaingia kwa sababu ya njaa. Sasa ukiingia kwa sababu ya njaa, alafu unakuta kile ulichoahidiwa hakuna, utatoka. Na usiingie kwa Uislamu hata kwa sababu pengine unaona msichana. Msichana atakuja hata mwingine mkosane, utarudi tena kwa dini yako. Uafe. Unaona? Ama akufe. Sasa utaacha dini. Unaona sasa? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Basi anemkataa shetani na akamwamini Mwenyezi Mungu. Bila shaka ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Unaona? Uislamu unasema usilazimishe mtu kuwa Muislamu. Ukweli uko wazi na uongo umejitenga. Uongo na ukweli zote ziko mbali. Ndio maana tunataka mtu akishaingia katika Uislamu anaenda kusoma kwa sababu Uislamu ni lazima usome, ujue Uislamu. Huwezi ukatoka ukishaingia. Hii tunaambia kwa hata tunakamua matumbo ya watu. Watu wanasema ati mtu akikufa tunakamua matumbo. Sasa matumbo ni nyama tutakula. Unaona watu wanatuwekea mambo mengi.
Mambo mengi tunaekelewa na si kweli. Na ndio unaona mkija hapa ndio mnafuata ukweli. Kwa sababu unauliza maswali unaambiwa live. Sio ile unaambiwa na mtu. Kuna mwingine ako na chuki zake kule, hata nimeona kwa TV nyingine ya lugha ya Kikwetu ya Kikuyu. Wanaongea mambo kuhusu Uislamu. Wanaongea vibaya na hata hawajui ni kitu gani wanasema. Hata Waislamu wanafanyaga hivi. Mpaka mimi nacheka. Nacheka tu. Yaani sijui anataka hivyo afurahisha watu ama afanye nini. Unaona sasa. Haya, una swali lingine baba? Swali lingine ni mbona kwa mfano mtu akiingia Uislamu lazima apewe jina ya Kiarabu Arabu. Ni lazima ama anaweza baki na jina yake? Ameuliza hivi, swali lake iko mzuri. Anauliza mbona mtu akiingia Uislamu anapewa jina la Kiarabu Arabu? Hapana. Sawa, nimekwisha kuelewa. Nimeshakufahamu kabisa. Kwanza jina lako lile ulikuwa naye unaweza kaa nalo. Si lazima uchange jina. Unaweza kaa na jina lako, lakini majina hii tunapeanaga ili tujuane. Ili tufanye kufanya nini? Ni majina ya kujuana. Kwa hivyo nikisema we John, mnatembea hivi na mtu mwingine hivi, na wewe ni Muislamu, na wewe nini? John ndio atageuka aniangalie. Kwa sababu sasa unajua ule ni mwenzangu. So unaona sasa. Lakini sasa wewe tunapeana majina hii ya kujuana tu. Lakini ukitaka kuwa na majina yako unakaa naye, hakuna mtu anakulazimisha. Watu wangapi Waislamu unajua na vipande vyao ukiangalia wanaitwa majina ya kinyumbani na bado ni Waislamu mpaka wa leo. Kwani jina ndio utanipeleka kwa Mungu? Unaona? So ukitaka kuitwa jina unaweza kuitwa, lakini kwa Waislamu hatupeane majina, tunapeana majina mazuri. Unasikia? Kwa sababu kama mimi naitwa Hassan. Hassan kwa Kiislamu ni kitu kizuri. Hasanat, yani kitu kizuri. Unaona? Tunaitana majina ya manabii. Waislamu wengi ukiangalia wanaitwa majina ya manabii. Mnasikia mtu anaitwa Ibrahimu, anaitwa Isa ambaye ni Yesu, anaitwa Musa, Nuhu, Daudi, Suleimani, majina ya manabii. Yani wanaitwa majina ya Yakub, yani majina ni walikuwa mandugu zetu wale manabii. Sasa hata Adamu alikuwa Muislamu, wote walikuwa Waislamu wote mpaka Yesu. Sijasikia ati walikuwa Waislamu. Manabii wote walikuwa Waislamu. Kwa ushahidi wa vitabu vyetu. Kwa hiyo kwenyu sijui. Labda mniambie mnafuatana mafundisho zao. Mafundisho zao. Kwa sababu naweza kukupa mfano wa mmoja ama wawili. Nikupe mfano wa mmoja ama wawili. Nikupe mfano. Hebu tuanze na Qur'ani kwanza. 17:1 Qur'ani. Ngoja nikupe mfano tu ya moja alafu tusonge mbele. Twende kwa maswali mengine. Kwa hiyo majina si lazima uchange kipande yako, ukitaka kukaa na kipande yako unakaa naye tu. Unaendelea tu. Ile Mungu anaangalia ni what is in your heart. Vitendo vyako. Na vitendo vyako kama vinaendana. Zinaendana. Vya Kiislamu. Sio jina haitaniingiza peponi, hapana. Naweza kuwa na jina mzuri sana naitwa Ibrahimu, baba wa imani. Lakini niwe vitendo zangu ni vichafu, wewe nitaingia peponi? Siwezi ingia. So ndio hivyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Utukufu ni wake ambaye alimpeleka mja wake usiku mmoja tu kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas Palestina. Tunaambiwa Muhammad kwa mujibu wa Qur'an, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaenda msikiti wa Maka. Huo nabii Muhammad alikuwa anaenda msikiti wa Maka. Hebu tuangalie naye kitabu chako cha Biblia inasemaje. Tuone manabii nao pia walikuwa wanafuata kama Muhammad ama alikuwa the same. Kwa sababu hii ni yenyu, nyinyi mmeandika, scholars wenyu ndio wameandika, sio yetu. Ndio nasema kulingana na wale wameandika, si Waislamu. Wale wameandika ni scholars wa Kikristo na wameweka kila kitu pale wazi. 15:21 Matendo ya Mitume, tuanzie hapo. Inasema kwenye kuandika. Kwa maana tangu zamani za kale Musa na watu wahubiriwa mambo yake katika kila mji husoma kila Sabato katika masinagogi. Unaona? Kumbe Musa wakati yake huko zamani alikuwa anaenda nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sinagogi. Hiyo Matendo, kabla hujatoka hapo, Matendo 6:9. 6:9 inasema. Unasemaje? Lakini baadhi ya watu wa sinagogi liloitwa sinagogi la Mahuru. Kumbe kuna kabila moja ilikuwa inaitwa Mahuru, pia walikuwa na sinagogi. Endelea.
na la Wakirene. Kumbe kuna kabila nyingine ilikuwa inaitwa Wakirene, nao pia walikuwa na sinagogi. Na la Waiskandaria. Iskandaria pia walikuwa na sinagogi. Na wale Wakilikia. Na Wakilikia pia walikuwa na sinagogi yao. Na Asia. Na Asia walikuwa na sinagogi yao. Unaona? Kumbe makabila tofauti tofauti, kila kabila ilikuwa inatengeneza sinagogi lao. Unaona sasa? Sasa tukuje kwa Yesu sasa. 4:14 Luka. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Ndio. Akaenda Galilaya. Ndio. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. 16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hivyo tunaambiwa desturi ya Yesu naye ni kama Musa tu. Yeye kwa nyumba inaitwa nini? Sinagogi. Hiyo sinagogi mimi sijui. Wewe unajua ni nini? Hekalu. Hekalu. Je, wewe na Biblia nani anaweza kuwa mkweli? Ni Biblia sio? Hebu tuulize Biblia. Hii sinagogi ambayo inaandikwa hapa, waandishi wamesema ni nini? Anasemaje? Sinagogi. Sinagogi ni nini? Hiyo imeandikwa rangi. Msikiti wa Wayahudi. Rudia tena. Paza sauti mdogo wangu. Kwani naogopa kutamka? Msikiti wa mwalimu naomba usome wewe uko na sauti. Sinagogi, msikiti wa Wayahudi. Kumbe sinagogi, watafsiri wa Biblia walioandika Biblia wakasema ukiona neno sinagogi hapana kuja kujikishira kuwa na shaka. Ujue ni nini? Ni msikiti ya kabila watu gani? Wayahudi. Wayahudi si kabila? Hiyo kabila ya Wayahudi wakienda sinagogi ambayo tunaambiwa ni msikiti, watakuwa dini gani? Mimi sioni kani Waislamu. Myahudi akienda msikitini. Nauliza hivi, wacha nikuanzishe vizuri. Myahudi akienda kanisani, ndio desturi yake ya kwenda kanisani, atakuwa mpatie dini? Kanisani hiyo siku ilikuwa inaitwa hekalu. Nasema hivi, Myahudi akienda sinagogi ambaye ni tunaambiwa tafsiri yake ni msikiti, huyo Myahudi atakuwa mtu wa dini gani? Muislamu. Akienda kanisani, Myahudi akienda kanisani, desturi yake atakuwa mtu wa dini gani? Mkristo. Na Myahudi akienda msikitini atakuwa desturi yake ni nani? Muislamu. Tunaona Yesu msikitini, Musa msikitini, watu wa Iskandaria, Wakirene wako msikitini, wapatie dini? Waislamu. Sasa wewe unafanya nini huko? Katika Ukristo unafanya nini kaka? Kumbe wale manabii wanaenda msikitini, wewe umeacha? Nyinyi ndio mmeacha? Eti mdogo wangu. Huko unafanya nini kanisani? Hiyo. Haimekustua? Haijakustua zaidi. Kuna ingine hekalu. Hekalu pia ni hiyo, ni msikiti tu bado. 11:1 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. 11:1 Ufunuo inasema. Inasemaje? Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja kaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu. Ndio. Na madhabahu. Na nini? Na hao katika hekalu. Na hao katika hekalu wasujuduo humo. Na wao katika hekalu wanasujudu humo. Kumbe hekalu watu wanafanyaje? Wanasujudu. Na wanaosujudu katika dunia ya sasa ni watu gani? Waislamu. Lakini sasa kumbe hii kitabu kinakufundisha uwe nani? Muislamu. Lakini saa ngapi? Unajua sasa hapo kusujudu. Lakini wewe umekuwa nani wewe? Lazima nijue pia na Kiingereza inamaanisha kusujudu. Unajua kungekuwa na ningejua Kiingereza. Biblia ya Kiingereza iko pale tu, unaweza itisha tu, iko kwa gari tunaweza itisha. Nasemaje? Unataka Biblia ya Kiingereza? Ukitaka Biblia ya Kiingereza, naomba mwalimu, mwambie mwalimu hapo nipatie Biblia ya Kiingereza. Tafadhali. Unajua sasa. Unasikia? Unajua nyinyi mmeweka kila kitu ni kizungu tu. Na ndio naona mnacholewa. Mungu ni mzungu. Yesu ni mzungu. Malaika ni wazungu. Shetani amechorwa akiwa nyeusi kama sisi na mkia. Alafu hiyo picha mnaweka kwa manyumba zenyu. Na ni picha ya mzungu alikuwa na act sinema pale Italy. Sinema za Yesu. Unaweka hiyo sinema, hata wanaweka kwa magari. Wanasema ni picha ya Yesu. Wakati ya Yesu kulikuwa na kamera? Hapana. Kama sisi hatuna picha ya Muhammad ambaye wameachana na miaka 600. 600 years wameachana, Yesu na Muhammad wameachana na miaka 600. Hatuna picha yake. Ni kuelezwa, tunaelezwa alikuwa anakaa hivi na hivi na hivi na hivi. Je, wewe picha hiyo mlitoa wapi? Mimi na sikubaliani. Hiyo kubaliani. Hata yeye amesema hiyo mambo ya picha hii inawekwa huko kwa Gabriel na Yesu. Amesema kubaliani na amesema hiyo ni picha ya urongo. Na hiyo ni kweli kabisa. Haya, una swali lingine? Nilikuwa nataka kuuliza aje kama sisi kuna mtu mwingine ako na swali sasa kumfungia watu na watu ni wengi Mungu wetu tunamjua na anafanya miujiza. Sasa nilikuwa nauliza huyu Mungu wa Uislamu sijaisikia muujiza yake ama kusikia. Ate Mungu wenyu ni muujiza ama. Ngoja kidogo.
Uliza swali lako, hebu weka swali lako vizuri ndio tuweze kuelewa. Sasa Mungu wetu wa Kikristo tunajua anafanyanga miujiza. Sasa huko kwa Waislamu sijaisikia muujiza yoyote. Unajua anauliza kama miujiza yote inafanywa na Mungu. Hakuna nabii anafanya miujiza kwa uwezo wake. Ama kuna nabii alifanya miujiza kwa uwezo wake bila usaidizi wa Mungu. Sasa unajua nauliza hivi, kuna nabii yeyote duniani aliweza kufanya miujiza bila kusaidiwa na Mungu? Hapana. Kwa sababu miujiza, anayefanya muujiza ni nani? Nabii mmoja wa Kiislamu. Ama kama Muhammad kuna muujiza yoyote? Unauliza Muhammad alifanya muujiza gani? Nikutolee moja tu example tu, 54 moja. Muhammad alipasua mwezi mchana kabisa na mchana ukawa giza. Lakini sikia, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na wale vile walisema hivyo ni kama vile unasikia watu wengine wanasema hapana. Hivyo wale hivyo walikuwa wanashangaa hivyo. Saa ya kufika kiyama imekaribia. Saa imekaribia kiyama na mwezi umepasuka. Wale walikuwa wafuasi wa Muhammad Makureshi walimwambia, wewe Muhammad, kama kweli wewe ni mtume wa Mungu, saa hii si ni mchana, saa hii lete giza, giza kiingie, mwezi itokee, alafu hiyo mwezi uipasue mara 2 hivi. Ilifanyika wakati ya mtume, wakati wa dhuhuri, tena mchana kama jua linawaka, ikakuja giza. Wale makafiri wakaanza kusweti kwa sababu kuna giza, hata haoni kitu na muda kusimama na kila kitu ngoja tulia baba, na kila kitu kasimama. Alafu mwezi ukatoka pande hii ukaenda pande ile nyingine, na hii nyingine ikaenda pande hii nyingine. Wakaanza kusema huyu mtu ni mchawi. Na hiyo ndio kawaida. Nabii akifanya miujiza anasemekana yeye ni mchawi. Manabii wengi wanazingiziwa kuwa wana nini? Wana uchawi. Kwa hivyo ni hivyo kaka. Lakini miujiza inafanywa na nani? Qur'ani 48:10. Saa ya kufika kiyama imekaribia na mwezi umepasuka. Na wakiona miujiza hugeuka. Watu wakiona miujiza wanasema nini? Na wakiona muujiza hugeuka upande na kusema uchawi tu wake huu unazidi kuendelea. Unaona? Nabii yoyote akifanya miujiza anaambiwa ni uchawi. Wakati Musa alienda kule kwa Firauni, wakati aliambiwa atupe fimbo hivi, ikameza zile zingine, walianza kusema Firauni hata ndio alianza. Akasema kweli huyu jamani mchawi sana. Ndio mkubwa wenu. Huyu ndio mkubwa wenu, ndio anafundisha uchawi. So, hii ni kawaida ya binadamu. Binadamu haisosheka na hii dunia. Mpaka siku ile anaingizwa kwa mchanga hapa, akiingizwa kwa mchanga hapa, yule ujeuri wake, ufedhuli wake, fujo yake inaishia hapa kwa mchanga. Anawekwa tani 6 ya mchanga. Mdomo inafungwa kabisa, aongei tena. Lakini as long as mwanadamu anaongea duniani, umuwezi. Wanadamu wanakuwa hivyo, kichwa ngumu. Hata kipewa miujiza, hata miujiza ukifanyiwa hivyo, utasema hii ni urongo hii. Unaona sasa? Kwa hivyo, ni sawa hapo. Lakini miujiza inafanywa na Mungu. Qur'ani 48:10. Sijui kama wakati wa Yesu, baada ya kuona miujiza walifika atawatumia. Hata Yesu alikuwa anaonyesha miujiza, lakini wanamwepa tu. Hawataki story yake, wanamwambia huyu anatoa pepo kwa sababu ya nguvu za beli nzuri. Unaona? 48:10 ya Qur'ani. 48:10 mwalimu wangu. Inasemaje? Sura Fatiha. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika tumekuleta uwe shahidi na mtoaji wa habari njema na muonyaji. Ndio. Ili mumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Nimeanzia 48:8. Niende kusoma 10 direct. Bila shaka wale wanaofungamana nawe 48:10 hapo. Okay. Nimetoka kwa kichwa. Tuache tufunga tu. Una swali lingine? Kuna nyingine. Umemaliza. Sisi kwa Muislamu basi. Wewe ukafunge. Na mbona mtuulize mambo ya kufunga saumu? Kwa nini tumefunga? Haya, nani mwingine? Mimi niko na shida. Sasa naona kama mkiwa wengi. Sasa brother, nisomee sheria za Mungu. Sasa basi nitakusomea kaa tu hapa. Kuja tu pande hii. Kaa tu, simama tu hapa. Nitakusomea tu. Nataka usimame pale ndio nikusomee. Kwa sababu najua sasa tumepitia pengine pale nyingine. Nataka umsomee hapo. Biblia. Unataka Biblia? Haya, 21. Unataka sheria ngapi? Hizo zote 10. Okay. Huyo ameshaonja. Haya. Kaa hapo ameshaonja mzabibu. Hakuna shida. Muache tu. Anasema muache tu. Anajua hata ameniambia amekosea lakini ni raha katika raha. Ako sawa. Haya. Soma.
kwa saa moja mpaka Okay, Mungu akanena maneno hayo yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usio na miungu mingine ila mimi. Kwa sheria gani? Si ndio hizo? Soma hizo. Anasema hizo. Sasa ndio anasoma. Soma mwalimu. Si ndio hizi? Soma mwalimu. Hakuna sheria zingine ndio hizi au? Ile Mungu zikule sheria za Mungu. Ngoja kidogo. Usiue. Kumbe unajua. Hata anajua. Sasa hata kuja haja kusoma kwa sababu zote unajua. Sasa ulikuwa unatakaje kwa sheria? Mambo ya sabati. Sabati. Ngoja tutaongea. Ngoja niite kijana. Ngoja tutakuja kijana. Kuja kijana. Ngoja. Hapana. Tunakuja huko. Unataka siku gani kuabudu? Mimi nimesidia. Mwezi unataka siku gani? Saturday. Ndio siku yenyewe kuabudu. Hiyo Saturday imeandikwa hapa kwa Biblia Saturday. Ndio mimi nakuuliza hivi. Hiyo neno Saturday imeandikwa hapa kwa Biblia. Nasema Saturday, the seventh day. Seventh day ni siku gani sasa? Soma kwa Biblia. Inaweza kuwa Jumatatu. Inaweza kuwa seventh day, inaweza kuwa Monday, inaweza kuwa Tuesday. Iko kwa Biblia hapo inasema ile. Wapi andiko gani? Ndio nikakwambia kakangu, leo wewe uko fiti. Ngoja kidogo. Tulia, kwa hivyo nataka uniongee na wewe ukiwa fiti ndio, lakini kwa sahi kwa leo nipe nafasi kidogo tu. Kwa hiyo rafiki yangu na tuko naye kila siku hapa na mimi nakuelewa, kwa hivyo tutulie kidogo. Wewe sikiza tu kwa leo. Kesho tutaongea na wewe. Wewe niongee na huyu kijana. Sawa, wamekuelewa. Yaani wafundishe kwa Biblia siku ya kuabudu. Naomba tu kwa moja Luka. Hiyo Sabato. Sikiza. Hakuna mambo ya siku. Sikia Biblia vile inasema. Tufuate Biblia vile inasema. Remember the Sabbath and keep it holy. Ndio siku gani? Sabbath, hebu niambie Sabbath ni nini? Ngoja kidogo. Tulia tu. Nimekwambia leo. Tunaona vile niko mpole. Naongea pole. Nataka Sabbath. Soma 18:1. Sabbath ni nini? Sikiza maandiko. Akawaambia mfano ya kwamba huyo ni Yesu anawaambia imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Kumbe unafaa kuomba Mungu siku zote. Hakuna siku, sio siku ya Sabato peke yake. Basi story kwisha. Bwana. Kuja. Soma mpaka chini. Haya, ngoja kidogo tu tusalimiane, tujuane. Mimi naitwa Hasani. Na wewe unaitwa nani? Mimi. Naitwa Sami. Sami, uko na swali ungetaka kutuuliza? Mwalimu. Sawa. Sasa swali langu ni kwanza nisomee kwanza Qurani. Ile sura inasema Mungu azaliwi na azali. Hebu nisomee kwanza kwa Qurani. Sawa mpaka chini. Remember the Sabbath and keep it holy. Sabbath ni gani? Watuambie hiyo Sabbath ni gani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Sasa swali yangu ni kama Mungu hazai na azaliwi, Yesu alitoka wapi na yeye ni mwana wa Mungu? Hiyo ndio swali lako? Hiyo ndio swali yangu. Swali ni kwamba Mungu ni kuumba naumba. Mungu hazai. Na ndio unaona sisi zote tunaitwa viumbe vya Mungu. Wanyama, binadamu, majini, tunaitwa viumbe vya Mungu. Wanaozaa ni wanadamu. Na Yesu amezaliwa na Mariamu. Kwa sababu wanadamu wote wako duniani lazima wapitie kwa mama. Ndio wakuje duniani. Hakuna mwanadamu alitoka kwa Mungu direct akakuja tu akashuka tu akiwa mzima. Lazima wapitie katika ile utoto, kwa sababu ndio formula Mwenyezi Mungu ameweka katika wanadamu. Na sasa Yesu si mwana wa Mungu, ni mtoto wa mtu. Yesu labda tumuulize labda tumuulize, mimi sina shida, labda tumuulize Swali yangu imeishia hapo bwana. Swali yako imeishia hapo. Yesu si mwana wa Mungu. Tunasema Yesu Mungu ni muumbaji. Umeelewa? Na aliyekuwa na kanuni ya kuzaa ni binadamu. Kama Mwenyezi Mungu atakuwa na mtoto au atazaa mtoto, atakuwa si Mungu ambaye mwenye nguvu, kwa sababu atakuwa na udhaifu. Alafu atakuwaje Mwenyezi Mungu amezaa mtoto mmoja tu peke yake? Na mimi ninakuwa na watoto 10. Si unaona nina watoto wengi kuliko Mungu? Sasa
Tumesema kesho aye. Tumesikizana na wewe aye. Siwezi soma. Yesu si mwana wa Mungu. Hivyo ndo nimeambiwa. Kwa hivyo umefikiria sasa shida yako imeondoka? Shida yangu imeondoka kwa sababu kile kikwazo ambacho kilikuwa kinasema Mungu azai na azaliwi. Kwa hivyo kile kikwazo kilikuwa kinasababisha usiwe Muislamu kimeondoka. Kwa nini usiwe Muislamu? Sasa nini yangu imeisha ama? Si mwalimu yuko hapa. Kwani unataka kuingia lini? Sasa wewe ndio utatuambia. Unajua sisi katika Uislamu hatulazimishagi mtu ujiandae pole. Mwalimu. Umejiandaa? Utakufungia mtu mlango. Sijamfungia mwalimu kwa sababu hajaniambia. Uko tayari kuwa Muislamu? Ndio. Unasoma? Nimemaliza. Ako serious anataka kuwa Muislamu. Sasa kuja hapa basi karibu. Kuwa Muislamu, kuwa Muislamu ni kupenda ya mtu. Na si kulazimisha mtu. Kaa tu hivi, rudi nyuma kidogo. Hakuna kulazimisha mtu. Hakuna kulazimisha mtu kuwa nini? Muislamu. Kama unataka kwa hiari yako kuwa Muislamu, unakuwa ni wewe, unakuwa Muislamu peke yako. Sawa? Na umesema uko na miaka ngapi? Unajua sisi hatusilimishagi watu naona ukiwa young. Uko na miaka ngapi? Uko na ID? Kama huna ID sasa siwezi kukusilimisha. Hiyo sasa siwezi kukusilimisha kama huna ID. Kwa sababu utasilimisha mtu ambaye hana ID, unaweza ukashtakiwa. Wewe unahesabiwa bado wewe ni mtoto wa baba na mama. Wewe siku ile utapata ID, wewe kuja kama unataka kuwa Muislamu, Mungu ndiye anajua nia yako. Unaona? Mungu ndiye anajua nini? Nia yako. Unaona? Saa zingine tunataka kufuata sheria hivi na sheria nchi vile inasema. Mtu ambaye tunaweza silimisha ni mtu ambaye ako na ID na amepita 18 years ameenda hivi. Sasa tuchukue ID. Mbona umekaa hivyo? Umekawia na zinapeano sasa hizi zinapeano nyingi bure. Chukua basi, chukua ID. Chukua, kwani wewe hutaki kuchaguana? Rais amesema mchukue vipande na mtaki kuchukua, chukueni. Chukueni vipande bwana. Msiseme ati nilinyimwa, hakuna. Rais amesema watu wapewe na wasisumbuliwe, wapachukue ID. Kwa hivyo chukua ID. Mimi naitwa Hasani. Naitwa Dennis. Yeah. Karibu sana Dennis. Swali gani ungetaka kutuuliza Dennis? Mimi swali langu ni moja tu. Naam baba. Je, ni vizuri kuokoka kumpokea Yesu kabla hujasoma neno la Mungu kulielewa na kuingia vizuri? Kwa sababu ukiangalia vizuri mwana wake alipobatizwa hakuwa na dhambi, lakini alikuwa amejua neno la babake ambalo lilimsaidia kupigana na shetani. Lakini sisi siku hizi utakuja uombe uambiwe uokoke. Je, ni vizuri? Kwa sababu na hiyo kipengele hauna hiyo mzizi ya kusaidia kupigana na hizi mambo ndogo za dunia. Kwanza swala la kuokoka ni swala nyeti sana. Ni swala ambayo tunafaa tuingie ndani kidogo. Kwa sababu hata Yesu aliulizwa hiyo swali ya kuokoka na wanafunzi wakati yako duniani. 19:23 inasema 23 Mathayo. Yesu akamwambia wanafunzi wake, ndio, amin nawaambieni, ndio, ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, wanafunzi wakati walisikia hiyo maneno ya Yesu walisituka. Ni nani basi awezaye kuokoka? Unaona, wakamuuliza Yesu direct question. Ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akajibu na maneno. Yesu akawakazia macho. Kwanza Yesu hakupendezwa na hiyo maneno wamemuuliza. Kukazia mtu macho, wewe unajua ni kwa nini? Ukikazia mtu macho kuna maneno hapo. Akawaambia kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Kumbe masuala ya kuokoka Yesu akamwambia kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inaweza fanyaje? Inaweza kuwa ngumu. Kwa hivyo kwa Mungu swala la kuokoka zinaweza ikafanyika. Kwa hivyo anayeokoa ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Unasikia? Anayefanya nini? Ni Mungu. Ngoja kidogo tupelekane hivyo vizuri. Kwa hivyo hii swala ya kuokoka unasikia akamwambia hivyo. Na ndio naona Yesu akarudi akaliongea hiyo swali ya kuokoka. Akasemaje? 24:13 Mathayo. Hiyo Mathayo. 24:13.
lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Akaambia wale wanafunzi, atakayevumilia hata mwisho ndio atakayeokoka. Kwa hivyo tunapata wokovu unapatikana siku ya mwisho. So saizi haina maana. Saa hii huwezi kusema umeokoka kwa sababu hapa mbele yetu kuna moto na kuna paradise. Kwa hivyo wale watu ambao wataambiwa waingie peponi wameokoka. Wale watu wataingia waingie katika moto wa jehanamu hawajaokoka. Na ndio anasema hata katika Petro wa kwanza 1:5. Hebu soma Petro wa kwanza 1:5. Inasema mwalimu wangu. Petro wa kwanza 1:5. 1:5 Petro wa kwanza. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Ndio. Hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Unaona? Wokovu ni wa siku ya mwisho. Siku ile tutawekwa katika uwanja wa hukumu. Wewe uletwa na shida zako zote, ile ulikuwa na faili yako itolewe, uangaliwe faili yako iko sawa, uambiwe ingia paradise. Uangaliwe faili yako iko mbaya, uingizwe motoni. Sasa ule mtu atasema ameokoka. Ameokoka na moto wa jehanamu. Lakini kwa sasa kwa duniani huwezi ukasema. Kwa sababu hakuna mwanadamu akiwa kamili hii dunia. Kila mwanadamu anafanya makosa. Na akikuwa na makosa unatubu kwa Mungu. Kila siku tunatubu. Manabii walikuwa wanatubu mara 100 kwa siku ama mara 1000 kwa siku. Sasa sisi tunafaa kila siku natubu kwa Mungu. Ukifanya makosa usirudie ile kosa ulifanya tena. Unarudi kwa Mungu. Sasa wanadamu wengi nakuta mtu anafanya makosa anarudia anafanya makosa mpaka pengine Mwenyezi Mungu anakasirika na wewe. So wokovu unapatikana siku ya mwisho wakati watu wataingia peponi na wengine waende motoni. So swali langu la pili ni je, naam, sasa hawa makuhani au mapadiri ambao wanasema wameokoka na wameoshwa na damu ya Yesu na wakatakaswa ni uongo mtupu? Siwezi kuwasemea siwezi kuwasemea kwa sababu hao wanakuwa na shughuli zao huko. Siwezi kusema kama ni warongo kwa sababu wanajua hao vile wanafanya. Kama wanadanganya wale watu, hao ndio wataenda kuadhibiwa na Mungu. Ni kweli si kweli? Kama wanadanganya watu basi watabeba dhambi za wale watu wote. Na wale una mtu naye mwenye kudanganya na pia ana adhabu yake. Kwa sababu kwa nini ukubali udanganywe na hali Mwenyezi Mungu amekupa akili ya kuona hii kitu huyu kitu ananiambia si kweli. Ni kama kwa mfano mimi naonaga upande ya kwenyu huko kwa upande ya Christianity. Naonaga mkiambiwa mchungaji anakuambia ati yeye ndio anawabariki. Si ni kweli? Kweli. Hakuna pahali mimi naona mimi ni Muislamu. Si ati sheka anaweza kunibariki. Sheka ana nguvu ya kunibariki. Anayenibariki ni Mwenyezi Mungu. Hata mtume hawezi kunibariki. Hapana, anayebariki watu ni nani? Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe na wazazi wako. Na wazazi wako. Umewekewa baraka kwa Mwenyezi Mungu na wazazi wako. Mzazi wako alikuja kukuwekelea mkono namna hii. Akwambia kijana yangu na kuombea Mungu kule Nairobi unakaa ufanye kazi, Mungu akupe mali na nini. Wallahi mambo yako inafaulu. Lakini si ati mchungaji atakuja kudanganya ati yeye ndio anakubariki. Hakuna, hiyo ni urongo. Hiyo ni urongo kabisa. Anayekubariki ni wazazi wako na Mungu. Hao ndio wamebeba baraka zako dunia hii. Na ndio naona hata katika vitabu vyote imetajwa tu wazazi. Mungu, wazazi. Kwa Qur'ani imesema hivyo. Mungu, wazazi. Biblia inasema hivyo. Mungu, wazazi. Mbona wazazi wametajwa pale? Kwa sababu wazazi ni muhimu sana kwako. Mama yako alikubeba miezi 9 kwa tumbo. Alihangaika na wewe, akakuzaa, ulikuwa unamkojolea, unampatia unamwekea mavi kwa mgongo, lakini ajali anakubeba tu. Kwa hivyo ule mzazi unafaa kuwa kama unakaa hapa Nairobi na wazazi wako nyumbani, huo unaombea Mungu. Hata ukifika mwisho wa mwezi ukipata kamshahara wako kidogo, namwambia madhe, unamtumia kama ngiri moja, mzee pia unamtumia ngiri 500 kama 500 kile kinapatikana, wanakubariki wakiwa kule nyumbani tu, pole tu. Lakini unaona watu wengine hapa Nairobi hata wafaulu. Kwa sababu ya nini? Waliacha wazazi. Akipata hivi alioa bibi anamuelekeza tu ile mali wa kule tu hapa Nairobi tu. Lakini kushughulika wazazi hakuna. Sasa mambo inaharibika. Wokovu ni wakati wa mwisho. Wokovu ni wakati wa mwisho. Swali langu la mwisho. Naam baba. Katika Qur'an na Biblia nataka kujua kwa maisha ya mwanadamu. Mtu ambaye amefariki huenda wapi? Sisi kwanza katika Uislamu tunafundishwa mtu akifa malaika ndio wanatoa roho za binadamu. Malaika ndio wanakuja wanatoa roho za binadamu. Mtu na Mungu kama kwa mfano tunafundishwa, naona kama hii mwezi tumepita.
Ngoja kidogo, tumesikizana unyamaze. Sisi tumesikizana unyamaze na ukasema ni kweli, sawa. Sisi katika Uislamu kuna mwezi umepita unaitwa mwezi wa Shaaban. Hii mwezi ulipita, mwezi wa Shaaban. Katika mwezi wa Shaaban ni ule mwezi tunatoka, ni mwezi wa 8 katika kalenda ya Kiislamu. Na huu mwezi tuko ni mwezi wa 9. Sasa katika mwezi wa Shaaban tumefundishwa katika dini ya Uislamu, na ndio Mtume alifundisha, ikifika tarehe 15 ya huo mwezi ndio listi huwa inatoka kwa Mungu na malaika wa mauti. Anaandipewa listi ya wale watu watabaki duniani na wale watu watakufa. Unaona sasa? Unaona? Hiyo ndio tumefundishwa. Inaletwa listi ya kwamba fulani atakufa, Hasani atakufa, John atakufa, tarehe fulani. Baada ya kufa naweza kata kidogo. Kata kidogo. Kwa hiyo yote ambayo unaongea, je, nyinyi mnaamini kutakuja kuwa siku ya ufufuo? Sisi tunaamini, kwanza sisi tunaamini 100%. Sababu kwanza mtu akikufa, hii roho yako malaika anakuja anachukua, anaipeleka kwa mwenyewe. Sawa? Hiyo roho wewe unazikwa pale. Ukishazikwa pale, mpaka siku ya ufufuo. Siku ya ufufuo wakati inapigwa baragumu, hebu sikia vile Qur'ani inasema. Sikia maneno ya kufufuliwa vile iko. Hebu kusoma Qur'ani 39:68. Tunaongeza ni kwamba ukishakufa unaenda katika maisha mengine yanaitwa barzakh, maisha mengine ya kaburini. Kaburini mnasemaga kwamba kunaitwa kuzimu, kaburini, maisha kaburini. Unaenda unakaa muda mrefu huko, ukisuo unasubiri siku ya kufufuliwa. Adamu yuko huko, amekaa huko, yuko kwenye hayo maisha kama maisha kaburini. Sio kama vile watu wengine wanasema kwamba ukifa unaenda kwa Mwenyezi Mungu, sio unaenda motoni. Hizi bado sana hizi vitu. 39:68 Suratu Zumar. Zumar. Na huo kameraman yangu unaniangalilia saa. Watu ngapi? Watu kidogo Sawa. Haya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. 68. Na litapigwa baragumu. Unaambiwa sasa ndio kiama kisimame. Litapigwa baragumu. Baragumu ile inazungumziwa hapa. Sio unajua baragumu, unajua hizi mavitu kubwa Unataka parapanda. Parapanda hizo ndio mnataka parapanda. Itapigwa baragumu na Mwenyezi Mungu Na litapigwa baragumu. Watoke roho watu waliomo mbinguni na waliomo ardhini. Unaona? Itakapopigwa baragumu ya kwanza, hiyo ni kitu inasemekana, tukienda deep katika vile tumefundishwa, hiyo baragumu ni kitu ambaye ikipigwa radi yenyewe sinapiga kama mnasuka hata kwa nyumba unasuka radi tu, na ni radi tu inagonga tu bubu, inapiga tu mara moja hivyo. Sasa ile unaambiwa itapigwa, wale walioko mbinguni wote, malaika na wale walioko hapa duniani wote watakufa kabisa. Ila yule mtakaye Mwenyezi Mungu. Ila wale Mwenyezi Mungu ambaye anataka wasikufe. Kuna malaika ambao watabaki. Tunaambia kwamba kutabaki malaika wanane. Malaika ambao wameshikilia arshi ya Mwenyezi Mungu. Hapo watafufuka wote, wanatazama nini kitatokea. Yaani ikishapigwa hiyo baragumu, watakufa walioko kule juu mbinguni, na ikipigwa baragumu ya mara ya pili, watafufuka wote. Watu sasa wanazubaa, wamechanganyikiwa. Ndio unaona uwezo wa Mwenyezi Mungu unakujia pale. Wewe uko mvua pale, lakini unatoka hapa duniani ukiwa hivyo vile ulivyo na vile mimi nilivyo. Lakini baragumu inapigwa, tunatoka makaburini tukiwa vile vile. Uko mzima, mwili wako ule ulikuwa naye duniani. Mshafufuka, umeshasimama. Hujui kitu gani kinaendelea, unaangalia unaona kwa katika ulimwengu mwingine. Kwa sababu hii ardhi haitakuwako. Hii ardhi itakuwa kwanza imefagilio, imekuja ardhi ingine. Tutasimama katika ardhi ingine, sio hii. Ndio maandiko inasema, endelea. Na ardhi siku hiyo itang'ara kwa nuru ya Mola wake. Ardhi hii itang'ara kwa nuru ya Mungu. Siku hiyo sio hii ardhi. Hiyo iko na matope, si weji nini, hapana, sio hii. Tunavuka katika ardhi nyingine ndio tunaambiwa. Alafu sasa ndio watu watoke hapo, wapelekwe waende wakahukumiwe katika uwanja wa hukumu ambaye hatujaambiwa uko wapi. Kwa hivyo tunaamini ufufuo wa Uislamu, tunaamini ufufuo huko, na watu watakufa na watafufuliwa na watahukumiwa. Hukumu iko, watu wasikatae. Usifikiri ukidhulumu mtu, mimi nikidhulumu mtu ama wewe dhulumu mtu hapa duniani, pengine hakuna hukuweza kulipishiwa na mtu yoyote, umetafuta justice umekosa. Justice iko siku ya kiyama. Hii TV tunaonaga hivi kwa nyumba. Ukiwa hapa unaona mtu akiwa Amerika ama akiwa UK, unamuona kwa TV kwa nyumba yako ama kwa simu yako. Sasa TV ya Mwenyezi Mungu ni kali. Kwa sababu malaika wako kila siku wanachukua video zetu kila siku.
Ukizini na mke wa mtu anachukua, ukiiba kitu cha mtu anachukua, anaweka katika kitabu chako. Kwa hivyo siku ya kiyama ukijaribu kusema mimi sikufanya, unatolewa saa fulani, ulifanya hivi, uliua mtu, ulichinja na kisu, ukatoa shingo, ukafanya hivi, unatolewa. Tena unaletewa kabisa live. Kwa hivyo siku ya kiyama kuna kuruka. Judgment, Mungu ni wa justice, sio kama sisi. Sisi za zingine mtu anaenda kuhukumu, anahukumu isipokuwa haki, anahukumu kivingine, lakini justice, Mwenyezi Mungu ni justice kabisa. Sawa. Sawa Sawa. Na mbona hujaniuliza habari ya kufunga? Unafikiriaje? Wewe Muislamu. Nani Mugaka? Please, na mwingine swali la mwisho tukimalizia. Nani mwingine ako na swali? Nani mwingine ako na swali? Au nani? Kama unaitwa nani kwanza? Naitwa Patrick Mwisho. Mimi naitwa Hassan. Wewe unaitwa Hassan. Mimi naonanga kama Wakristo wanjakatazwa kukula nguruwe. Nyinyi Waislamu nakatazwa kukula nguruwe. Wakristo wakajakatazwa kula nguruwe. Nyinyi Waislamu nakula nguruwe, si hatukuli. Kwa sababu tumekatazwa. Qurani 6:145. Tumekatazwa kula nguruwe sisi. Nyinyi mmekubaliwa? Naonanga Wakristo wanakula. Lakini si wote wanakula. Usiwasingizie, si wote. Mimi sikulangi. Wewe kulangi. Tunaona wewe ni Muislamu mlango wa nyuma. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, sioni katika yale niliyofunuliwa mimi, niliyoletwa wahai, sioni kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila, isipokuwa kiwe ni mzoga, au damu inomwagika, au nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe haramu kukula nyama ya nguruwe. Tumekatazwa katika Uislamu. Je, Biblia inakataza watu wasikule nguruwe? Tuingie kwa Biblia 11:7 Walawi. Walawi 11:7. Unajua binadamu sisi tuko na shida kwa sababu Mungu akisema usifanye kitu fulani, si kwa sababu ati Mungu ndiye anataka, ni wewe Mwenyezi Mungu anakuwa manufaa ya maisha yako. Lakini sisi tunasema hapana, tutakula tu. Angalia wazungu vile wametoka ngozi huko kwa sababu ya kula nyama ya nguruwe. Ngozi huko zimeparara, ngozi zao zinatoka kwa sababu ya kula nyama ya nguruwe, kitu ambacho kimekatazwa. Wazungu karibu wote wanakula nyama ya nguruwe. Unaona? Soma? 11:7 inasema na nguruwe. Anakula nguruwe. Kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao. Yaani nguruwe unaambiwa, Musa aliambia wana Israeli wasikule nyama ya nguruwe, hata mizoga yao wasiguse. Wakati wa nabii Isaya ikasemekana kila mtu ambaye anakula nguruwe anaenda motoni. Isaya 65:4. Kama unakula nguruwe motoni ngoja. Wakatio kati ya makaburi. Na kulala katika mahali pao pa siri. Ndio. Wala nyama ya nguruwe. Wala nyama ya nini? Twende. Na mchuzi wa vitu vichukizavyo katika vyombo vyao. Na watu wanakula nyama ya nguruwe, anaweza kula kitu kingine mbaya. Ndio naambiwa. Watu wasemao, simama peke yako, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko. Hao wakula nguruwe wanajiita ati ni watakatifu. Watu hao, Mungu anasema watu hao ni moshi puani mwangu. Mungu anasema watu hao ni moshi kwangu. Moto uwakao mchana kutwa. Kumbe ni moto inawaka kila siku. Kwa hivyo kula nguruwe, moto ndio hiyo. Umeona? Ndio hivyo anasema. Kwa hivyo achana na nyama ya nguruwe. Hiyo ndio Buzulaya. Na majina mengi. Asante sana. Usikule kabisa. Sasa nafikiri na sababu hakuna swali lingine, wafikiri naweza tukafunga. Kuna swali lingine? Hamna. Kwa hivyo wahadha, wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.